ili tutabaruku kanisa jipya kwa ajili ya adhimisho la sadaka ya Bwana. Tushiriki katika neno la Mungu kwa imani, ili jumuiya yetu iliyozaliwa upya katika chemchemi moja ya ubatizo na kulishwa kwa meza moja iongezeke na kuwa hekalu la kiroho na iongozwe kwa upendo wa juu, ikiwa imekusanyika kwenye altare moja. Baba Paroko, pokea ufunguo wa kanisa hili jipya, wafungulie watu waweze kuingia humo wakamsifu, kumtukuza na kumwomba Mungu wa mbinguni. Ingieni kwa malango ya Bwana kwa masifu, nywani za Bwana kwa tenzi. Si Bwana Mungu wetu, tunapotabaruku nyumba hii kwa shangwe, apende kibariki kiumbe hiki cha maji ambayo tutanyunyiziwa kuwe alama ya toba na ukumbusho na ubatizo, na zioshwe kutoa mpya na altare mpya. Na Bwana mwenyewe atusaidie kwa neema yake, tubaki wasikivu kwa Roho tuliyempokea na waaminifu katika kanisa lake. Ee Mungu, kwa njia yako kila kiumbe kinafikia nuru ya uzima, na unawazungushia watu wote upendo mkubwa hivi, ili wasilelewe tu kwa tunzo lako la kibaba, bali wasafisha pia dhambi kwa umande wa mapendo, na kuwarudisha siku zote kwa Kristo aliye kichwa chao. Maana kwa shauri lako la huruma ulipanga ili watu walioshuka kutoka kisima cha maji kama wenye dhambi wafu pamoja na Kristo, wakapande wakiwa wametakaswa, wawe viungo vyako na wawe warithi wa tunzo la milele pamoja naye. Basi utakatifuze kiumbe hiki cha maji kwa baraka yako, ili yanaponyunyiziwa kwetu na kwa kuta za kanisa yawe alama ya kiosho kile cha wokovu, ambacho kwa hicho tumeoshwa katika Kristo, tukafanyika hekalu la Roho wako. Na sisi pamoja na ndugu wote tutakaoadhimisha mafungo matakatifu katika kanisa hili, tujalie kuifikia Yerusalemu ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kanisa hili huakisi uzuri wa imani yenu na mshikamano wenu na Mwenyezi Mungu, na mshikamano wenu na paroko wenu, na mshikamano wenu ninyi kwa ninyi kama wana Chungutwa, na mshikamano wenu na jimbo letu la Tunduru Masasi. Muonyeshe kwa maneno na kwa matendo yenu kwamba ninyi mmeimarika kiimani kwa kuwa na kanisa kubwa na nzuri kama hili, kiasi kwamba idadi ya Wakristo waongezeke, muyaishi masakramenti, tubatize wengi wapate Ekaristi Takatifu, wengi wapate kipaimara, wengi wafunge ndoa ndani ya kanisa hili. Sikuanza kunyumba hivi na tabaruku leo, utashangaa mwaka huu unaisha, miaka miwili inaisha, hakuna ndoa, kipaimara matatizo, familia kwanza wawili watatu. Sasa muimarike kiimani, simame imara katika imani yenu. Kama nilivyosema, tuko hapa kwa ajili ya mambo matakatifu, mambo mazito katika kanisa letu. Tutatabaruku kanisa letu. Tumeanza kwa kubariki kuta na kuwabariki ninyi au ninyi na kuta, na tutatabaruku altare pia.
sana. Tutapaka mihimili hiyo 12 mafuta matakatifu ya Krisma, tabaruku kanisa lote na hata. Haya si maigizo, haya si mazingaombwe, haya ni mambo mazito, ni mambo matakatifu. Ni kwamba sasa tunalitenga hili kanisa kwa ajili ya mambo yanayomhusu Mungu na watu wake, kwa ajili ya mambo matakatifu, kwa ajili ya kuja kutangaza neno la Mungu, kwa ajili ya kuja kumtukuza Mwenyezi Mungu, kumwazimisha Mwenyezi Mungu. Kwa maana tutakuwa na sala maalum ya kuweka wakfu hapa kanisa letu na hata na hapa si mahali kwa mchezo kuanzia sasa. Ndio maana ninawaruhusu kuanzia sasa kuja kusali kwa uchaji na utakatifu wote ndani ya kanisa hili. Ndiye pale tulianza maandamano kule, sasa nitawaruhusu iwe ukumbi wa kucheza disco. Msije kacheza disco humu. Hapa ni mahali patakatifu. Mikutano yenu mtatengeneza, mtatoa viashiria vyote vile vya imani yetu, mtatengeneza vizuri. Mbele ya safari pale mtakuwa na ukumbi wenu kwa ajili ya mikutano, kwa ajili ya sherehe mbalimbali na mambo mengine, sio humu. Hili kanisa leo linatabarikiwa. Umesifu bariki tu. Makanisa mengi tunatabaruku. Sana sana tunayabariki yale makanisa ambayo ni ya mpito. Kama bwana tunajenga hili, watu tunajenga kanisa hapa kadogo kwa lengo la kujenga kanisa kubwa, alafu hili hapa kufanya ukumbi kule pale tutabariki. Lakini kama kanisa la kudumu kubwa na nzuri kama hii, hayo makanisa tunatabaruku kama tutakavyofanya leo. Sidhani mbele ya safari watu wachungutwa mtasema bwana, ile kanisa tunafanya sasa ukumbi wa disco, tunataka kujenga kanisa lingine kubwa. Hili kanisa tunatabaruku, kumbe itabaki kuwa kanisa la kudumu kwa ninyi wanachungutwa na wote watakaopita hapa. Tunalitakatifuza ile kanisa, tunalitenga kwa kazi kama nilivyosema. Litumieni kanisa hili kwa imani thabiti, litumieni kanisa hili kwa uadilifu, na litumieni kanisa hili kwa heshima kubwa. Toka mnapoingia kanisa hapa, si mahali kwa mchezo. Unaingia, unapiga goti kwa heshima na unaenda kukaa na kusali. Hapa si pa kuchezea. Kwa maana nasema mambo tunayofanya hapa leo si ya mchezo, na mtayaona si mazingaombwe, ni mambo mazito, mambo matakatifu. Mpaheshimu mahali hapa, mpatumieni vizuri mahali hapa, na paimarishe muda wote imani yenu, mbaki kabisa, na mlitunze kanisa hili wanachunguza. Kitokea zamu ya jumuiya fulani kuja kusafisha, kuja kupamba, wote nje. Sio zamu ya mtakatifu nani sijui kuja kufagia kanisa, kudeki kanisa, kupamba kanisa, anabaki paroko peke yake. Maana paroko wenu sasa hivi kitambo kimeshaanza kuishi muda mfupi. Wanachunguza, mmepata bahati hiyo. Wengi wamejitolea sadaka katika ujenzi wa kanisa hili mpaka limefikia hapa. Ni sadaka na jasho ya walio wengi ambao pengine hata kuwaona hamjawaona,
hata kuwasikia hamjawasikia, lakini wamejitolea kwa hali na mali ili ninyi mpate sehemu nzuri ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ninawaomba na kuwasihi mlitunze kanisa hili, msiwe wavivu wa kulitunza, wa kulisafisha, wa kulipamba na kuja kusali katika kanisa hili. Msiwe wavivu. Leo tumekuja hapa kwa wingi, tuna watu kutoka sehemu mbalimbali. Tunapaswa kila Jumapili na matukio mbalimbali, kila Jumapili na matukio mbalimbali tujae zaidi ya hapa, kuonyesha mshikamano wa imani yenu. Ninarudia tena, mlitunze, mliheshimu kanisa hili na muonyeshe hiyo kwa imani yenu. Kanisa hilo kama nilivyosema, limejengwa kwa sadaka ya watu wengi, na hata Baba Africanus amelijenga au alianzisha ujenzi wa kanisa hili ambayo iliendelezwa na Baba Isakafu mpaka kufikia hatua kubwa na nzuri, na mchango wenu ninyi nyote, na hata Baba Paroko wa sasa na wengine wote. Hawakujenga au hamkujenga kwa mbinu na kwa heshima ya mwanadamu, hamkujenga kwa mbinu na heshima ya kumpatia sifa mwanadamu. Africanus, Baba Isakafu, Baba Paroko wa sasa hakusema kwamba nitajenga kanisa hili ili kuhakikisha vizazi na vizazi watatukumbuka, kwamba watanikumbuka mimi kama Africanus, watanikumbuka mimi kama Isakafu, watanikumbuka mimi kama Paroko. Wala wakufanya hivyo. Kama wangefanya hivyo, hata kama wangetumia mbinu mbalimbali za kibinadamu tu, tusingefikia hapa ambapo tumefikia, kwa sababu walimweka Mwenyezi Mungu kwanza na katikati ya kila kitu walichofanya. Na hivyo siri ya mafanikio haya ni kwamba Mungu alikuwa pamoja na watu wake akitenda kazi yake. Asitokee yeyote kati yenu akijawa na kiburi kwamba ni mimi nimewezesha hayo. Kama Mwenyezi Mungu asingeruhusu, tusingeweza kufika hapa. Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na watu wake, alikuwa pamoja na Africanus, alikuwa pamoja na Isakafu, alikuwa pamoja na Paroko wetu wa sasa, alikuwa pamoja na wale wote ambao wametoa sadaka zao, alikuwa pamoja na nini. Kwa maana leo tunatabaruki hili kanisa hili. Kama nilivyosema, asitokee mtu yoyote akisema kwamba kwa nguvu zangu nimefanya hayo. Na kanisa lako lijae harufu nzuri ya Kristo.
Askofu wa jimbo la